السادات والسيدات وعلى رأسكم صاحب المقام أئمة المساجد أساتذة المدارس أيها الجمع الكريم الطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا رب بارك لنا في هذه المحافظة منيارا وزد لنا فيها وقارا وأنوارا واهدنا ربنا إلى قويم السيرة. آمين يا رب. واجعل كل من حضر معنا جعله صبورا ووقورا يا رب. Tumeashiriwa na ishara na bishara, walabibu takfihi ishara. Sayyidi sahibi al-maqam ni hadhara leo kule Kondoa, na ukweli usiofichika asipokwenda kwenye hadhara ile, sisemi itakuwa nakis, bali haitofaulu. Ishara imeendelea kusema vinyume viwili havikutanishwi, dhidani la yajtamiani. Haifai kukutanisha vinyume viwili, ingawa hata ukilazimisha havitokutana. Haiwezekani ukitoa masala ya kusufi na kusufu, mchana ukawa usiku na usiku ukawa mchana fi nafsi wakati. Ili haliwi. Kama vile ukitoa masala ya khunsa, haiwezekani mwanamume akawa mwanamke na mwanamke mwanamume fi nafsi wakati. Vinyume viwili havikutani. Mimi nikiendelea kusimama hapa, itakuwa naendelea kutoa mchango wa kujaribu kukutanisha vinyume viwili. Inabidi nisiendelee sana. Vikuwape vinyume vyenyewe. Huu ni mchana, na ishara ya Sayyidi al-Hadhara isifike saa 9. Ukiwacha ishara yake muda huu, saa hii, kwa ghalibu watu huwa wanakuwa katika mabusati kama haya nyumbani kwao, na wengine wako juu ya meza. Huu ndio muda wake. Kwa tofauti ya wanavyovifanya hapo juu ya meza zao na mabusati, maana havilingani. Kuna mwingine juu ya meza ameweka birrul aini, mwingine mwita biriani, juu ya meza wameweka kipande cha ugali na miguu ya kuku. Tunaendelea sana sasa hivi. Zamani niliwahimini, maana zamani yangu mimi pana watu hapa ni kama jana tu. Zamani yangu mimi, na nitasema hadharani, mimi na umri wa miaka 56. Kwa hiyo zamani yangu mimi hakuwahi kupatikana mtu kamwe anakula miguu ya kuku. Sikuwahi kumuona huyo mtu. Miguu ya kuku na kichwa cha kuku kweli, amesikuona hizo zana. Lakini tumefika mahala kichwa cha kuku na mguu wa kuku ni mali zaidi ya mali nyingine. Na nimewaambia watu kwa hakika bila hofu, tunaendelea muda usiokuwa mrefu, nyinyi watu mtakula chakula na manyoya ya kuku. Wakati nimefika kwenye miguu na kichwa, si muda mrefu kuna manyoya ya kuku mtakula pia. Sasa huu ndio muda wa hayo manyoya ya kuku kupatikana, muda wake ni huu. Hicho ni kinyume kimoja. Nikiendelea hapa, naleta kinyume kingine. Maana itakuwa panatakiwa tuwe kwenye busati wa finafsi wakati tuwepo hapa. Itabidi nisiendelee kusimama hapa, ili hivi nyume nisiendelee kuvikutanisha. Lakini zaidi ya hapo, wanasheria kwenye kismu ya usuli wanasema kullu ma tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi, wan nahyu an shay'i amrun bi dhiddihi, wal amru bi shay'in nahyun an dhiddihi. Allah. Kila kitu kikifika mahala pake pa mwisho,
kimefika mpakani, lakini kikaendelezwa, kinageuka kuwa dhidi yake. Kama ilitarajiwa manufaa na maslaha, sasa yatakuja mafsada. Ni kuashiria kwamba jambo linatakiwa kuishia pale mahala pake panapotakiwa, lisibushwe. Mfano ni ule wa kula hiyo miguu ya kuku na manyoya, mfano tukaenda huo. Wakati mwingine wapishi kufaulu sana, wakatengeneza mambo. Ukifika mahala kama jana, kwa karamu na ikaramu nilofanywa, nimeona kumewekwa mambo, nikamwambia kijana huyu, wallahi nimekuta hapa mambo mala ainu ra'at wala udhun wallahi hata qultu lahu lastu adri kaifa saukafiukum, nitawalipa nini mimi? Utalipaje karamu kama hii? Sasa ikiwa hali ni hiyo, kuna wakati kunakuwa na munakacha kwenye insania. Ulimi unaanza kupigana vikumbo na tumbo linasema la, huku kusije kitu, basi ulimi unasema hapana, naleta, bado muda wa kuacha, naleta. Usipokuwa na akili tamu wal hadhari tamu, ukukula kupageuka tatizo, unaweza ukawasababishia watu kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa baraka yetu hii, Al-Habib Sayyid Jafar Sadiq pamoja na marafiki wa Mungu walioko hapa, hadhara hii imefaulu. Allah, imefaulu na imefanikiwa sana. Sitaki kuendelea kuichosha hii hadhara. Kwa idhini yenu na ruhusa yenu, mimi niruhusuni niseme mambo mawili ikhtisara, kisha nikasema la tatu, basi apatikane mtu hapa aniambie, bwana ulisema mawili tu, sasa mbona hilo la tatu? Nikumbushwe, binadamu kazi yake ni kusahau, lakini muwe nayo insaf. Nikisema moja nikasahau la pili, na penyewe yule mtu anikumbushe, aseme bado moja umeahidi mawili. Msinikumbushe kwenye kuzidisha tu, lakini mkaninyamazia kwenye kukumbusha. Jambo la kwanza ni jambo la kuzungumza na huyo kijana mwema kabisa, Abdul Karim. Allah, Mwenyezi Mungu azidi kumnufaisha inshallah. Daiman amfanye mafuru. Amin. Asikumfanye mafuru. Amin. Na inshallah atazidi kumuinua. Kwa sababu gani? Yupo kwenye mikono salama. Mikono salama ndio ilomleta na ndio ilomlea na iko naye mpaka sasa. Basi juu ya mikono hiyo kuna mkono wa Mungu, yadullahi fauka aidikum. Mungu ataendelea kumlea. Na mnasihi na juu yake na kuna sifini na nyinyi. Siku hizi wema as-sulahau ni wachache kweli. Watu wengi ni tulahau, waovu ndio wamekithiri, lakini hawa waovu wana sura kama wale wema. Yani kutana na mtu muovu kama yeye utadhania ni akhu shakiki wa Firauni, lakini kafanana na wewe isman wa maana. Unashindwa kupata miza ya kumjua mzuri na kumjua mbaya. Ndio asili hii tulionayo. Nataka kwa muongozo wa wazee wake azidishe tahadhari, au ni tahadhari kubwa sana. Kuna maeneo sisi tunafanikiwa Sayyid kutembea kwenye ulimwengu, tunatembea duniani huko kila pahali. Kuna maeneo ukienda, ukiambiwa umtafute mtu mwema, inaweza kugharimu siku nzima, hata wiki hujampata hata mmoja. Na kama pana mgonjwa akaambiwa huyu mgonjwa dawa yake ni kupatikana mtu mwema, huyo mgonjwa atakufa kwa sababu haitopatikana. Nitakupa mfano sahihi. Kenya, mimi nilikuwa Nairobi siku moja. Nilikuwa na Nairobi, nilifikia mahala panaitwa Kisuru area Nairobi. Ukafika muda na safiri kurudi zangu Tanzania. Sasa wenyeji kule wanazijua njia za mkato kwenda airport.
Nikamuuliza mtu na nikumbuka ni dereva taxi. Amevaa yani kalimana kilkarim. Lakinahu wallahi shaitani rajim. Nikamuuliza ndugu salama baada ya kusalimiana. Kule wanaongea kizungu kule. Kwa sababu mimi kizungu nakijua. Nikamwambia kindly my can you show me the shortcut from the airport? Ananiuliza how much do you have? Tunajua kizungu basi. Njia ya kwenda airport iko wapi? Akaambia shilingi ngapi? Yaani kunionyesha njia natakiwa kulipa. Shilingi ngapi nayo? Namuuliza unakusudia malipo? Ananiambia naam, there is no duty without payment. Hakuna kazi ya bure. Kumbe na kule kunionyesha njia nao ni kazi natakiwa kulipa. Imani yangu hapa Manyara, ukimuuliza mtu unakokwenda sio atakuelekeza, atakupeleka. Lakini kule Kenya unatakiwa ulipe. Na hiyo useme Mombasa, Malindi, labda bana niko hapa. Sasa watu wema wamekuwa wachache, watu waovu wamekuwa wengi sana. Tahadhari na mambo mawili kati ya tatu inshallah umeshalipata. Kwenye kazi unayofanya umekabidhiwa na wazee wako hawa. Tarajia malamatul asdiqa. Tarajia shamatatul a'da. Tarajia waliokuzunguka. Allahumma, Mungu atakuhifadhi. Wale watapatikana baadhi yao wanakubusu mkono. Dar es Salaam tumezoea pale. Akikubusu mtu mkono Dar es Salaam unafunga kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Funghani yani mkono mzuri. Tahadhari na watu kukusifu kwingi. Sifa nyingi za maizi ni hasana. Anokusifu ndo wanataka ufeli. Ukisifiwa usilewe zile sifa. Sakaranu sifa ashaddu min sakarani al-khamri. Allah. Mlevi wa sifa kamzidi mlevi wa pombe. Mwanangu usilewe sifa. Ukimpata mtu amekusifu useme Allahumma haqqiq fi ma yadhunnuna wasturni fi ma la ya'lamuna waj'alni min ibadika as-salihin. Allah. Mungu athibitishe haya mambo wanayodhania nayo. Wanadhani ni mtu mwema mzuri, basi athibitishe ni hivyo kweli. Na undistiri yale mabaya na aibu zangu ambazo hawazijui. Watukufu mlokaa hapa, hakuna mwanadamu ukitoa sasa hivi kwa makamu, hakuna mtu na nampa mgongo, hakuna mtu asikuwa na aibu. Nampa mgongo sahihi. Hapa watu wote tunaamini. Simegawanyika ukubwa tu, kuna mtu anaibu ndogo mwenye aibu zake za kati, lakini kuna mwingine aibu zake tukizijua hapa hatukai. Tunakimbia sote. Wote tutakuwa nao. Mungu anatuelewa. Uthibitishe haya wanaonifanyia na unifanye katika watu wema. Nini nakusudia baba? Usimwamini kila anayekusifu sama mbaya. Kila anakusifu mwambie Mungu athibitishe hayo. Wewe usiamini na kulewa. Na swahili nakupa wewe na nipa na mimi na hapa na watu wote. Watu wengi zama hizi wamedhurika kwa kusifiwa. Kumbe zile sifa zote ni majazi. Tena majazi lughawi, sio majazi hakiki. Usidhurike na sifa. Umenielewa? Hili la kwanza. La pili nimeona kheri nyingi ziko Manyara. Na Mungu atuzidishie. Amin. Kheri ya kwanza kubwa nimeona Manyara ni kuwepo Sheikh Muhammad Khamis Bibi. Allah. Hii ni kheri ya Manyara. Na inabidi watu waje sana hapa Manyara. Na mimi naweka nia hiyo. Nitakuja sana huko Manyara. Sasa nitakuja kila ukiniita kama hivi. Nitakuja na kuna sana nitakuvamia tu bila hata kuniita. Nitakuja Manyara. Nimewasikia watu wakati wanaeleza palikuwaje hapa. Sheikh Muhammad kasema nilikuwa pori. Na alipolitaja ametaja Kamil wa asili al-Jalil kwamba ametoka mjini kuja kijijini, katoka jiji kuja kijiji. Kumbukumbu za masomo nilizo nazo. Kijijini ndio kuna kheri kuliko mjini. Kheri zote ziko shamba. Mjini kumejaa shari sana. Na hata watu msibabaike.
hapa duniani kwa lugha za sasa, lugha tunjadika, kuna watu wamegawanyika namna mbili wanaitwa kwa lugha za sasa. Yani kuna wajanja na kuna washamba. Sababu haya. Na kwa islamu hii wanaokaa mijini ndio huitwa kina nani? Wajanja. Wanaokaa vijijini wanaitwa nani? Washamba. Washamba. Yageuze haya maneno kuanzia leo. Useme wanaokaa mjini washamba. Na wajanja wanakaa kijijini. Na utanielewa kabla tulio ifanye swali. Ndugu yangu ulokuja hapa, ujanja mkubwa sana wa mwanadamu ni kulinda na kuchunga usalama wake. Ukimwona mtu analinda salama yake, yurai salamatahu bal wa salamata al-akharin. Kulinda usalama ndio ujanja namba moja, kwa sababu hakuna mtu anataka kufa. Wote mliokaa hapa, hakuna anataka kufa hapa mimi nakwambia. Na kama yuko hapa mtu anataka kufa hivi sasa, namuomba ainue mkono. Akishainua mkono mimi nitamshauri cha kufanya. Akinisikiliza akafuata ushauri wangu atakufa hapa hapa sasa. Simama nacheka. Yaani yule mkucheka kwa yote hataki kufa. Kule mjini kule anapoitwa wajanja. Likiwa linakuja gari. Yaani ama shakhsi takisayara. Gari linakuja, basi sisi watu wa mjini kule kama hamjatujua huwa tunapisha. Sisi tuna kazi nyingi mjini. Tunapisha hivi. Likia lingine tunapisha hivi. Kwenda hivi hivi. Halafu kwa kufanya hivyo unaitwa ujanja. Mtu alozaliwa shamba, wallahi alazim, akifika mjini inaweza kumgharimu saa nzima kabla hajavuka barabara. Saa nzima anasubiri usalama. Na kusema kweli, ikiwa patafunguka aweze kupita, hizo mbio zake sasa huyo anapita mbio kwa sababu tu usalama wake, na yule anafanya hivi. Nani mjanja na mshamba? Mashamba watu wa vijijini, watu wajanja kabisa bwana. Ujanja ni kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika jamii zote, na jamii ya kujihifadhi mtu asende uchi. Kule vijijini kwetu kule ninapaita mjini kule. Siwezi mpaka tumesahau kuona watu wanaovaa kwa jisini hata kina mama. Unasema mpaka sabini huku wako si. Unaelewa? Na hapo wajanja. Vijijini unaweza ukatembea mpaka ukaondoka hujaona kichwa cha mwanamke kiko wazi. Nani janja nani shamba? Mjini umejaa washamba chungu mzima, wajanja ndio nyinyi mlokaa huku. Kwa hiyo huku siporini shakadili, huku ndio mjini. Twendeni peponi. Nataka nikae nataka peponi sasa. Amearifisha al-allama an-nahri Muhammad Said Mutawalli Ash-Sha'rawi amearifisha pepo. Akasema atadruna mal janna, hivi mnajua pepo ni kitu gani? Akasema al-jannatu hadaiqu dhatu shajari wa masakin. Pepo ni mabustani. Ndani ya mabustani kuna miti mizuri ya matunda na vivuli, na kuna makazi. Ndio pepo kwa taarifu ya al-allama Ash-Sha'rawi. Jamani, kuna maeneo kule kwetu Dar es Salaam, yaani ukiona mtu kaweka kimustari nyumbani kwake, basi ujue anafanya uganga kidogo, ni vile vimiti vya dawa. Kila anopata kiwanja Dar es Salaam kazi yake ni kukata mti. Na pepo ni mabustani na miti. Tazama kila pahala unaona miti. Unaona miti. Halafu na peponi kuna sio vipi tajiri ni tahtia al-anhar. Na ukiona mtu unapita usende kuoga, ni uchafu mkubwa ule utakufa kwa typhoid. Lakini mpaka kwa shekhi mkoa kuna mtu unapita pale karibu. Yaani ni masali shekhi muhafadha tajiri ni tahtia al-anhar. Ni mfano wa pepo kabisa, shamba ndo kwenyewe kuna watu. Fahamu. Lakini sasa kwa kuwa anataka kukaa, nimemsikia Sheikh Muhammad alipotaja tarehe yake kuisimulia tarehe ya mwanawe. Wale mababa watatu anawataja Sayyid, abuka alladhi waladak, abuka alladhi zawadak,
abuka alladhi allama. Serikali ikashapata baba namna mbili kwa huyu kijana. Ndio baba aliyemsomesha, ndio baba aliyemuozesha. Lakini pale kwenye kuozesha atueleza tunasikia. Na najua kupitia yeye kwa kuwa ndo mlezi wenu yote wenyewe mko kama yeye. Kumbe huku bwana akija mtu kutaka mke hapati mapesa huku si sharti kuja na mapesa mengi. Huku uje na tabia na dini. Sasa Muhammad mimi nitakuja sana na kutajua na kufanya. Na tabia yako nzuri sana. Hukumlazimisha. Ulimwambia kakae, tazama nafsi yako umempenda. Lianna Allah ta'ala allaka mas'alata az-zawaj 'ala al-istiqama. Faqala fankihu ma taba lakum. Angalia umempenda. Takuja ni manyara. Takuja kufanya nini? Nisikwambie. Ni kama Sayyid Shuaib alayhi salatu wasallam. Nabii Musa amekwenda kwa Shuaib, anakimbia mbio kutoka Misri kuomba kufa. Amekwenda kule. Alipofika kisimani, sitaki kwenda mbali na hadithi hii, mabinti wawili wale mabinti wa Shuaib wanasubiri watu watoke kisimani. Basi baadaye akawasaidia kunyesha wanyama wao. Wamekwenda kwa mzee wao Shuaib, wamemhadithia kilichotokea kisimani. Basi amemtuma mmoja wao, kana ismuha Safura, yule binti ndo Safura binti Shuaib. Mona anasema wajaat ihdahuma ala al-istihya. Allah, amekuja Safura kwa adabu. Akifika akamwambia inna abi yadhuruka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Tulizetu baba anakuita akakulipe malipo utufanyia kizuri sana. Musa akafanyaje? Kamwambia siri warai, inshi warai wala tukallimini khashyatan an ya'batha al-hawa'u bi thawbiki فأرى منك ما حرم الله. إذا رأيتني ضللت الطريق فلا تكلميني حتى لا أراك ولا أسمعك. Binti nzuri. Maana kuna muda Mungu ameumba vitu vya maana. Mtana sana. Na najua na Mungu manyara mimi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Alijiwa na Mungu Musa kijana. Amejiwa na binti kijana alafu nzuri. Amemwambia rudi nyuma, tembea nyuma yangu. Usinisemeshe. Kweli mimi hukumaji ana mgeni. Sitaki kukuona kwa sababu huku ni majangwa, unaweza kuja upepo ukapeperusha nguo yako hivi, nikaanza kuona mitihani tena. Pita nyuma yangu. Ukiniona nimepotea njia nirushie kijiwe kwamba nipite huku, nataka nisikuone wala nisikufikie. Ungekuwa kijana wewe. Ninyi watoto wa studio mnaita zari la militari nasema. Yaani kwa muhuni ulipozidi wangu. Amefika mtu muaminifu kama huyo. Ameelezwa na Nabii Shuaib kaleta chakula kadama Shuaib ala Musa ta'am, lakini Musa aba an yamudda yadahu ila ta'am Shuaib. خشيتنا أن يكون هذا الطعام لقاء ما قدم من سقي الأبناء للنتائج. hata kikula chakula. Limadha la taakulu ya Musa? Mbona huli bwana mgeni wangu? Aksha an yakuna hadha ta'amu liqa'a amali. Qala la kul ya Musa, inma hadha huwa ikramu dhayf. وقد أمرنا الله الكريم بإكرام الضيف وجاء ذلك المسرى لحكمة التكريم من قبل الكريم إذا قبلتم الكرامة تجتم بتاجها من قبل وهابها جل جلاله وتعالى فعلا. نبي موسى يقول شعيب anamwambia hivi, inni uridu an unkihaka ihda hataini. Sasa tunanikah. Chagua mwenyewe unataka. Wako wawili. Idadi na taja. Wako wawili, chagua unataka. Na huyu mwanangu aliambiwa kaangalia kama unapenda uje hapa. Sheikh, kadiri nitakuja huku na kufanya unajua. Asalamu alaykum.